Kwa kweli mimi nimepigwa na mshangao mkubwa kwa sababu sikutegemea kuona kiwango kikubwa namna hiyo alichokionyesha leo Young Africans. Siweji tuanzie kwako kwanza. Kamaona mwenyekiti kumbe yupo. Sasa hapo nimemsahau kabisa Mangungu Tumemsahau mwenyekiti wa klabu ya Simba. Leo nimemwona yuko Morogoro anasimama anashangilia. Pointi 3 tunajaribu kutengeneza nafasi yetu kushikilia ya pili. Kwa sababu nafasi ya pili hiyo ndio ya kwetu sisi kwenye ABC. Ngoja siwezi. Siwezi mbona kama umekata moto. Sio tumtume mtu. Hii tutakuwa tunamlamu leo kila mtu leo anamuona Azam kacheza chini ya kiwango kwa sababu kutimiza malengo yetu ambayo tulikuwa tunataka sisi. Hapana. Wa KMC tuangalie uwekezaji wa TRA, alafu tuangalie uwekezaji wa Yanga. Wewe unakwenda unakaa kwenye TV unasema Yanga anapoteza, wewe akili yako nzuri. Mimi siwezi kuwa muumini wa akili ya namna hiyo. Rudi anakwenda mbele, golikipa anaachana naye, atia kwenye kamba. Goli mazuri ambayo yanapatikana kwenye klabu. Hayo ndio ya kulingia sasa, sio ubingwa. Laula goli zuri kwa sababu watu wamejipanga watu katika moja, lakini ameangalia upigaji wa ule mpira. Hao walijua mpira labda unavuka kwenda nje, lakini mwenyewe aliona kwa sababu mimi nimeona hata Mpanzu leo sijui kama alikuwemo. Nimekuja kuona anafanywa hesabu ndio nikajua kumbe Mpanzu leo alikuwemo mpirani. Kwa kweli nimeshtuka. Kwa maana Mpanzu wakati mimi naangalia mpira na shemeji, kuna vijini maneno vyake alikuwa anavizungumza eti kama Yanga wangecheza hivi kwanza tuanzie kwenu mmeshinda goli 3 Mtibwa. Kwa kweli mimi nimepigwa na mshangao mkubwa kwa sababu sikutegemea kuona kiwango kikubwa namna hiyo alichokionyesha leo Young Africans. Siweji tuanzie kwako kwanza kwa Simba. Si ndio kwa Simba? Kwa Simba mimi kuna vitu ambavyo sijajua. Kipindi cha kwanza alikucheza vizuri na hizi ni kwa ajili ya uwanja ule hauko vizuri. Sasa na pia Simba hakuweza kutumia ule uwanja vizuri kutaka kujua kwamba walibaki kwenye ile asili yao ya mpira wao. Pasi fupi. Ule pasi fupi uwanja ulikuwa uruhusu. Ndio maana umewapa tabu sana kipindi cha kwanza, lakini light wangejaribu kuona kama wenzao walivyokuwa wanacheza. Kwamba uwanja huwezi kukubali pasi fupi, unahitaji tupige mbele tukuje tutengeneze tupate magoli. Lakini nashukuru ndani ya dakika 15 za mwisho walibadilika na ndio maana wamejaribu kupata magoli mawili. Kwa sababu mimi nimeona hata Mpanzu leo sijui kama alikuwemo. Nimekuja kuona anafanywa hesabu ndio nikajua kumbe Mpanzu leo alikuwemo mpirani. Kwa kweli nimeshtuka. Ngoja siweji. Kwa maana Mpanzu kujua kama yumo. Nimekuja kuona ubao na mtoa nje nikajua kumbe Mpanzu, lakini siwezi kumhukumu sana, ni kwa sababu ya aina ya uwanja ambao tumekwenda kuucheza. Siweji. Mbona TV za hapa tumeangalia wote? Mimi sikumuona Mpanzu. Unaonaga vitu tofauti. Sikumuona Mpanzu kabisa. Mpanzu kisawa sijamuona leo, lakini nimekuja kuona tu ubao wakati anatoka. Sasa nikajua kumbe mwanaume alikuwepo. Unanielewa bwana? Kwa hiyo assist ya goli la mwisho nani? Na Abraham ndo katoa assist ya mwisho. Siweji. Abraham ndo katoka katika piga pasi ya goli la 3, zungumza goli la 3. Ndio. Goli la 3. Alitoa pasi. Ni nani? Muliza Abraham. Mimi nimeona Abraham ndo kapiga ile mpira aula kaenda kukutana nao kachomoka kama risasi kati ya kamba. Ila ile goli kali. Ile goli miongoni mwa goli bora katika magoli matatu ya klabu ya Simba iliyofungwa. Hilo ni goli bora. Ile Laura. Goli zuri. Kwa sababu watu wamejipanga watu katika moja. Lakini ameangalia upigaji wa ule mpira. Hao walijua mpira labda unavuka kwenda nje, lakini mwenyewe aliona makadirio lazima udondoke katikati ya ukuta ule ulioweka na golikipa ule mpira hawezi kuufikia. Na wewe ndio hicho alichokifanya. Kwamba umepiga mpira za kudunda amepeleka kwenda kuweka kwenye kamba. Bonge moja la goli. Ni goli zuri sana. Ukanyanyuka ukafanya hivi. Nimeshangilia. Alafu nikamwona mwenyekiti kumbe yupo. Sasa hapo nimemsahau kabisa Mangungu Tumemsahau mwenyekiti wa klabu ya Simba. Leo nimemwona yuko Morogoro anasimama anashangilia. Muda mrefu mwenyewe sijamuona. Sijamuona, kafikia labda alikuwa safari. Naanza alikuwa safari, lakini ni washukuru wachezaji kwamba wamejaribu kubadilika time za mwisho kulingana na hali ya uwanja. Yaani walibadilika, maana yake ni kwamba uwanja uruhusi tunatembea kwa pasi fupi, pasi nyingi sana. Kama unavyoiona Memorial Sundowns ndio mpira tunaocheza sasa hivi sisi. Una pasi nyingi. Sasa unategemea ni uwanja gani unaokwenda kukutana nao kupiga pasi nyingi? Ule uwanja ulikuwa uruhusu. Kwa hiyo unahitaji kupasi ndefu, tukimbie kwa muda mrefu na kusogea kwenye eneo la adui. Lakini nashukuru kwamba tumepata magoli 3 na pointi 3. Tunajaribu kutengeneza nafasi yetu kushikilia ya pili. Kwa sababu nafasi ya pili hiyo ndio ya kwetu sisi kwenye ABC. Ngoja siwezi mbona kama umekata moto? Sio zimekata moto. Unajua mimi huwa nafanya research ligi tu ikianza. Mimi nilivyokwenda kupoteza na Azam ile sare nikarudia ile ya mwaka jana. Kwa mwaka jana Azam mpira alituharibia tukakosa ubingwa. Hiyo ubingwa ametunyima miaka 2 mfululizo ni Azam. Ametuharibia kwenye kutufunga kwenye kutufunga goli moja na kwenye ile sare 2-2. Tumerudi mwaka huu kachukua pointi 4 kwetu, pointi 3, katufunga mechi ya kwanza, ya pili uwanjani kwake kaenda kutia
Sare ndio imetutoa sisi kwenye ligi kwa sababu hatakuwa na muendelezo mzuri Yanga wakati anaharibu. Ndio wakati anaharibu. Yanga anakuja kusema kuja kutengeneza. Sasa imebaki watu wanaangalia TV, kuomba watu watusaidie sisi Simba tupate ubingwa. Hilo ni jambo ambalo mimi sitaki kulikubali katika maisha yangu. Wewe sema mambo yako. Mimi sio mambo yangu. Mimi napenda tuangalie kwa status ya ushindi, tunazidiana magoli, tunazidiana point, tunakwenda katika mechi ambazo sio tumtume mtu. Hii tutakuwa tunamlamu leo, kila mtu leo anamuona Azam kacheza chini ya kiwango kwa sababu kutimiza malengo yetu ambayo tulikuwa tunataka sisi. Hapana. Kama leo watu wote ukiangalia kile ukimuuliza kwambia Azam leo kacheza vibaya sana, kacheza chini yako. Wewe unamtegemea mtu akupe ubingwa, sisi tumeshindwa kuutengeneza wenyewe. Watu si walaumu watu wanakwenda kutana. Kilichosababisha nyewe mkamlaumu Azam ni kwa sababu mlimpa kafungwa, kwa sababu kafungwa na Yanga, tumempa mzigo wa sisi atupe ubingwa. Sasa jambo haliwezekani kwa sababu Yanga naye anautaka ule ubingwa kwa kutaka kutengeneza status yake. Na ni kwamba leo Yanga amecheza mpira mkubwa ambao mimi umemstabilisha. Yaani mpaka nimeogopa kwamba leo kiwango hiki Yanga kipata wapi? Kabla uende huko shereji, mbona haraka kuelekea huko? Hivi umeliona goli la nani? La Mwalimu Selemani. Umeliona? Lile goli la Mwalimu. Nafikiri sasa hivi tuna Simba umekuwa katika vilabu 16 vya kwenye ligi ya NBC. Hakuna klabu inaongoza kuwa na magoli mazuri kama klabu ya Simba. Bwana. Kwa sababu goli lile limefungwa wiki tu iliyopita na Elim Panzu. Alifunga goli la aina hiyo. Kwanza kwenda mtu kumwacha golikipa, kampiga chenga, golikipa ametoka, baki yana nyamba, amechagua sehemu ya kupeleka. Na leo Mwalimu kapewa pasi. Na Mwalimu leo ni magoli mawili. Mpaka sasa hivi. Mpaka sasa magoli mawili ya aina hiyo kwamba amepewa pasi, anamtisha golikipa kama anataka kurudi, anakwenda mbele, golikipa anaachana naye, atia kwenye kamba. Kwa magoli mazuri ambayo yanapatikana kwenye klabu. Hayo ndio ya kulingia sasa, sio ubingwa. Hayo sisi tunaweza tunalingia magoli mazuri ambayo tunayo. Tuna magoli la Mwalimu, tuna goli la Chama, tuna goli la Elim Panzo. Hii tunaweza kusimama mbele ya Yanga tukajinasibu katika, lakini sio ubingwa. Ubingwa sisi hatuwezi kuusogelea kabisa. Kumbe bwana leo wana Simba wanamlaumu Azam kwa sababu kwamba Azam kacheza chini ya kiwango, kumbe walimpa kazi. Nimeshafanya research hapa ndani ya Texas hapa kwa mashabiki wengi hapa wa Simba, naona wengi walionunua na kasirika ni mashabiki wa Simba kuona kwamba Azam kacheza chini ya kiwango mno. Kwa hiyo watu walitegemea kile kiwango Yanga alichokionyesha ndani ya CCM Kirumba na leo Yanga atakionyesha. Hapana, leo Yanga ameingia kwa style mpya, ameingia kwa kuimarika kwa maeneo mengi ambayo waliokuwa nayo. Wameamua kwenda kumchukua Azam kama kifaranga. Leo tunamuona Azam kacheza chini ya kiwango. Hapana, kwa sababu Yanga anataka ubingwa, kaingia kwa staili nyingine. Azam hajatimiza malengo yenu ndio maana. Sasa ina maana kama angeshinda tungemuona Azam kacheza vizuri zaidi, lakini mpira wa Azam mimi ni kila siku ninavyojua. Na mimi huwezi kunibadili kwamba Azam ni mnyonge kwa Yanga miaka yote. Hilo mimi huwezi kunibadili. Ile kwamba Azam ukasema kwenye TV umekaa leo Azam, leo Yanga leo atoka Azam. Mbona Mwanza wamemfunga Yanga? Mshika mbili mmoja umponyoka. Yanga ameamua kushikilia ubingwa. Huko kwenye siandabi nyechi kwenu nyinyi gawaneni tu. Huko nyinyi uaneni mtajuana wenyewe, lakini Yanga ameamua kushika kitu kimoja cha kwenye NBC kwamba yeye anahakisha kuwa ni bingwa. Na hii sasa ndio kwenye mateso makubwa kwa sisi watu wa mpira. Kwa sababu leo watu watakwambia hatoki kwa JKT. Leo JKT sio mtegemea kwenda kutupa ubingwa. Anapigwa JKT. TRA hatoki kabisa. Sasa ligi inakwenda kuisha, zibaki mechi mbili. Ndio. Sasa mnamtegemea nani mwingine? TRA. Na mtu ambaye watu wengi walikuwa na mawazo makubwa kuweza kumtegemea alikuwa ni angalau kidogo mwenye kaliba ya kuweza kupambana, alikuwa ni Azam kuweza kusema na Yanga. Lakini wale wabaki wengine ni kifaranga. Ngoja. Leo Azam amekuwa nyonde. Azam kwa spirit ya Yanga waliokuwa nayo leo. Na nafikiri tangu asubuhi nilikwambia pamoja kufanya interview kwamba asilimia kubwa mimi nampa Yanga kushinda kwa sababu Yanga hawezi kurudia makosa aliyofanya Mwanza. Kwa sababu leo amekuwa bora zaidi. Nimemwona Diala ambaye alikuwa Mwanza alikuwa amekaa kama na swala ya Idi, mpira unampita mikononi. Leo hakufanya hayo. Leo kwenye kona alienda kila eneo la goli alitawala kwa sawasawa. Juu alienda, kushoto alienda, kulia, mbele alienda, aliukata uwanja kuisaidia timu yake ishambulie, lakini Mwanza hakufanya. Kwa hiyo Yanga walicheza chini ya kiwango ndani ya CCM Kirumba. Nafikiri walijiuliza kwa nini wamecheza chini ya kiwango ndani ya CCM Kirumba. Wamekwenda kujiuliza ndani ya Zanzibar, wamekwenda kupata matokeo kwa tena magoli mengi. Unapomfunga Azam magoli matatu, una haki ya kushangilia. Ukija Texas Bar and Night Club iliyoko Gova Center, kuna mahali unaangalia mpira, una wazee hawataki fujo. Alafu kuna mahali wanaenda kina Makawila. Sehemu ambayo muda wote msikilizani, unaondoka saa ngapi? Mnaongelea na masikio. Mimi hapa Texas kitu kilichonivutia ni chakula. Mimi kwenye msosi kwa sababu ni muumini, mimi napenda kula. Huko wamenikosha kwa sababu nyama inachomwa vizuri, ndizi zinatengenezwa vizuri, chips zinatengenezwa vizuri. Yaani upande wa chakula kama kuna mtu anaweza kafika eneo la Goba
afike hapa Texas, atapata chakula kizuri cha aina yake anachokitaka, atatengenezewa na moyo wake utaburudika vizuri sana. Kwa hiyo tumeenjoy kwa namna moja, na watu kama unavyoona wanazidi kumiminika, na uwezo kujua leo kama ni Jumatano, uwezo kujua kama sio weekend, siku ya kazi, lakini ukiangalia eneo limechangamka, utafikiri unaweza kusema leo ni Jumamosi au Jumapili. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni nzuri, mimi nimeburudika. Napenda hali ya hewa. Alafu eneo la parking ya kutosha. Kuna eneo parking ya kutosha, kuna sehemu ya kuosha magari. Eneo kwa wastani ni eneo kubwa ambalo unaweza kuna park ya magari zipo, watu sehemu ya kukaa. Yaani ni eneo ambalo mimi nimeona linafaa. Kuna namna ya kurudi siku nyingine, si kikazi kwa ajili ya kuja kukaa tu na kuburudika. Hauji na mimi shemeji. Hauji na mimi. Tunakuja timu nzima. Ni sehemu ambayo tumeona tunakuja kubadilishana mawazo. Sawa shemeji. Wote tunakuwa na maiki tu. Wakati tunabadilisha mawazo nakwambia Yanga ashachukua ubingwa. Mimi hiyo nilishagonga muhuri, nilisha saini kama ikiwezekana Yanga wapewe kikombe chao kabisa kabla hazijaisha, kwa sababu mimi sioni mtu mimi siwezi kukaa kwenye TV eti nawahi kusema kuangalia Yanga hatoki, yeye mawazo msitaki kuyasikia. Mimi watu wa Simba watanichukia, lakini ukweli kwamba tulishindwa kutengeneza mapungufu. Unajua hii ligi ukifanya mistake round ya kwanza alafu ukaja ukarudi ya pili, round ya pili timu za mwanzoni kama 3-4 ukashindwa kukaa vizuri, wewe ligi umeagana nayo. Hizo ni hesabu za shemeji, ameshakuelekeza mapema kabisa. Hapo ligi umeagana nayo. Ya kwanza. Umesale 3. Mwenzako anapasua. Kwa heri. Alafu narudi kipindi round ya pili, mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Ukafanya makosa yale. Basi hapo umeshaagana. Mwenzako ndo kama sitabaki tu kuumia kwamba fulani leo fulani hatoki. Sasa tuangalie hata kama uwekezaji wa KMC, tuangalie uwekezaji wa TRA, alafu tuangalie uwekezaji wa Yanga. Wewe unakwenda unakaa kwenye TV unasema Yanga anapoteza, wewe akili yako nzuri. Mimi siwezi kuwa muumini wa akili ya namna hiyo. Kwa sababu uwekezaji wa Yanga ni mkubwa zaidi kuliko uwekezaji wa TRA, kuliko uwekezaji wa JKT. Uwekezaji ndio unacheza. Leo angalia uimara wa Diala, angalia uimara wa Mbaka, angalia uimara wa Pacome Zouzoua. Leo bandage sijaziona kwa sababu mechi ya mwanzo alikuwa na bandage kama mtu ambaye amepata ajali ya pikipiki, lakini leo hana bandage, ameamua kuchukua dimba la pembeni kama kawaida yake. Ukimwangalia yule Mkenya Duke katikati. Kwa hiyo Yanga ameingia kwa staili ambayo ya kuimarika ambao leo, lakini ngome hazina kubwa Yanga ushindi ni Diala. Na ndio maana nilisema Diala mwanzo kustahili kucheza. Bora ungecheza wewe. Bora angecheza golikipa namba 2 si yupo nani? Msheli. Nani Msheli? Kuna Masalanga pia. Masalanga na golikipa 3. Ile mechi ungeweza kwenda Yanga angeweza kushinda. Hakuwa vizuri Diala, lakini leo Diala kaamka vizuri, amefanya kazi yake tulizoea kuiona kwenye goli la Yanga. Yanga amepata ushindi. Shemeji, una nini la kuwaeleza mashabiki wako leo ku Texas? Wajaribu kufuatilia waje Texas kwa sababu ni eneo ambalo ni zuri. Mimi kwa kweli nimevutiwa. Alafu kuna utulivu, alafu limekatwa maeneo mawili. Kama kuna sehemu ya wazee yaweza kukaa wakapata utulivu wao, wakazungumza mambo yanaweza kuzungumza, hata kikao kaendelea. Hata wahudumu pia walioko huku ni tofauti na walioko kwa vijana. Kwa hiyo ambaye anataka kujichetua kwa vijana, eneo lake ametengenezwa. Aende Makawila kule wakafanya mambo yao. Lakini sisi wazee kama mnavyoona hapa, tunapiga vitu, mambo yanaendelea, tuko sawa sawa. Mbona Makawila kama atakuja kuvamia vipi? Makawila ana hamu ya kuja, anaweza kaja tu kwa sababu ni ndugu yangu. Makawila utamwambia nini leo kashinda, yuko kwenye dalili ya ubingwa. Mimi nimwambie Makawila, ile kombe wakabidhi tu, ni mali yenu ile. Wewe kama maliza nenda, unasemaje? Unasemaje? Sasa wewe sina shukuru. Haina shida, tuko pamoja.